hapo tungekuwa na ile tunachoita kwa kimombo lawlessness, ambapo sasa uliona ilifika wakati watu wanavunja maduka. Kuna wale watakaosema kwamba au magunzi, wengine walikuwa wa serikali, wengine walikuwa ni watu ambao waliwekwa na wanasiasa. La muhimu ni kwamba ilifika wakati ambapo nchi ama taifa ilikuwa imefika katika njia panda, ambapo pengine tungeendelea zaidi, hatukuwa na njia mwafaka wa kuweza kudhibiti hali. Naam. Hebu sasa tuelekee katika kaunti ya Siaya ambapo Sam Gituku yupo. Hebu tuweze kusikiza kinachoendelea. Huyo ni gavana wa Busia, Daktari Paul Otuoma. Naam, kwenye runinga unawaona viongozi kutoka kaunti za upande wa magharibi wakiweza kufika huku katika boma la Raila Odinga Opoda Farm, wakiongozwa na gavana Paul Otuoma kutoka kaunti ya Busia. Ameweza kufika na kikosi cha wananchi kutoka upande huo. Tumefahamishwa kwamba na tumeziona picha nyingi sana za baadhi ya mifugo ambao wameweza kuleta upande huu, zikiwa ni ndume kutoka upande huo wa magharibi mwa taifa. Hapo awali kulikuwa pia na kikosi kingine cha viongozi kutoka upande wa magharibi wakisema kwamba wametumwa na Prime Cabinet Secretary ama mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Walifika hapo wakiwa na mifugo pia, walikuwa na kuku, walikuwa na ndizi, na tulipowauliza umuhimu wa kufanya hivyo wakasema kwamba lao ni kuweza kushirikiana na familia ambayo imempoteza mpendo wao, na kwamba ndume, kuku na hata ndizi ni baadhi tu ya mboga ambazo zitaweza kutumika katika kuhakikisha kwamba wale wanaofika kuomboleza wataweza kupata nafasi ya kusherehekea kama kitoweo. Kwa hivyo baadhi ya viongozi hao wanazungumza, tutakuwa tukiwasikiliza ili tusikie gavana Paul Otuoma anasema nini kuhusiana na swala hili. Kwamba ile spirit ya mzee iweze kupumzika kwa amani. Mwenyezi Mungu sasa ampe raha ya milele na kupumzisha. So ni ile tu kuachilia spirit yake. Tunakubali kwamba baba ulikuwa umetuchunga sana, ile maadili yako ndio itabaki na sisi, lakini hatutaki kukushikilia ili tukufungie njia yoyote. Tunawachilia spirit yako uweze kuenda kupatana kule na wakina Jaramogi Odinga, wakina Kenyatta, wakina Nkuruma, vile uliweza kusikia. So hiyo ndio maana ya sisi kuja hapa leo. Wewe binafsi unamkumbukaje kwa dakika moja? Mimi Raila namkumbuka sana, ndio baba yetu wa kisiasa. Sisi wengine kutoka tukuzwe hatujajua baba mwingine wa siasa. Kutoka tukiwa katika vyuo vikuu, ule mwenye siasa ambaye mzee wetu ambayo sisi tumejua tu ni mzee Raila Amolo Odinga, baba yetu, ambaye ndiye ameweza kutufunza kisiasa, na maadili yake kubwa ilikuwa kwamba ni maisha bora kwa Kenya, maisha bora kwa kila Mkenya, haki ya binadamu, demokrasia. So hizo ndio kumbukumbu sisi tunasema baba ametuachia katika damu yetu iweze kutembea, na tutaitembeza hivyo. So sisi tunasema tu wafuasi wote ambao walikuwa na muamini baba alitaka Kenya iwe Kenya moja. So hapa kwa matanga ya baba tukaribishe kila mtu na tukuwe na amani, tukaribishe kila mtu. Baada ya hii sisi vile baba ametuacha tutaketi chini tuone kwamba tunaelekea vipi pale baba ametuacha hapa. Lakini gavana, labda tueleze umuhimu wa mifugo ambao ambao umeweza kuleta upande huu, ni wangapi, ni kwa nini? Mifugo sana sana huwa tunaleta kwa sababu ng'ombe ni symbol kwamba huyu alikuwa mzee wa jamii. So ile symbol kwanza is symbolic. Ya pili, hii mifugo tumeleta pia ni chakula kwa wale watu watakuja hapa kukaa hapa. Hii ni mambo ambayo itasaidia hii boma chakula. Hiyo ndio haswa utamaduni wake mkubwa. Hiyo ndio vile ilikuwa kulingana na mila za desturi za Kiafrika. Na hii yote hii rigali ulikuwa unaona vile nimewaeleza hawa, hii ni ile tu kusema tunataka kuachilia roho ya baba iweze kwenda kwa amani na apumzike kwa amani. But his spirit must live with us. Labda tumeona viongozi mbali kutoka upande wa magharibi, akiwemo waziri ama mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, wewe mwenyewe. Tunafahamishwa kwamba gavana wa Trans Nzoia George Natembeya atakuwa akifika na kikosi chake na mifugo. Labda tueleze umuhimu wa kila kaunti kujipanga namna hivyo. Sisi tunajipanga hivyo katika kila kaunti kwa sababu unajua kaunti ni serikali na baba ndiye alileta ugatuzi. So gatuzi la serikali ya Busia, tumekuja na wananchi wa Busia na kesho watakuwa hapa kwa wingi sana. Leo tu ni wazee, hii ni sample tu ya wazee ambao ndio wamekuja kufungua njia na kusema tunawachilia spirit ya baba.
So hiyo ndio muhimu. So katika zile gatuzi zote ambazo baba ndiye amekuwa kiongozi yetu, atakuwa hapa. Na kumbuka pia baba ndiye alikuwa kiongozi wa gatuzi zote 47. Kwa sababu kama sio baba, hizi gatuzi hazingekuwa. So ingekuwa muhimu kama hata gatuzi zote zingekuja. Lakini sisi wa kutoka mkoa wa Magharibi, hiyo ndio desturi zetu. Asante sana Gavana Paul Otuoma kutoka upande wa Busia County, akiweza kutoa kauli yake kuhusiana na kikosi ambacho mweza kuleta hapa. Anasema kwamba amekuja kuhakikisha kwamba wamehakikisha wale ambao wanaomboleza hapa wamepata kitoweo. Anasema kwamba mifugo ni muhimu sana kama kumuenzi kiongozi ambaye ameaga, na pia akasema kwamba kila gatuzi linajipanga kivyake. Kutoka upande wa Magharibi tutazidi kuwaona, kuwasikiliza, wakija tuwazungumzia, tuweze kujua basi mila na desturi za jamii za hapa nchini Kenya zinawiana vipi wanapomwaga Raila Odinga hapa